Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mambo vipi mtazamaji wa Kasako Media? Karibu sana ikiwa leo ni Novemba 30, siku ambayo mkutano wa mwaka unakwenda kufanyika wa klabu ya Simba kwa mujibu wa katiba ibara ya 22. Kuna nini hapa? Tuko hapa Kasako Media kwa ajili ya kukujuza kile ambacho kinaendelea hapa kwenye zile hoja ambazo zinakwenda kuzungumzwa hii leo katika mkutano huu hapa katika ukumbi wa Diamond hapa jijini Dar es Salaam. Karibu sana uweze kututazama, kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, lakini pia kwenye YouTube channel yetu. Tuko live hapa tukukujuza kila kitu ambacho kinaendelea, yale mambo yanayokwenda kuzungumziwa katika mkutano huu na wanachama ambao tayari wameshafika hapa, na nyuma yangu kama ambavyo unatazama ni wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba ambao wameshafika asubuhi hii kuja kusikiliza hoja za viongozi wao kwa mujibu wa katiba ya mkutano wa mwaka wa klabu ya Simba. Miongoni mwa mashabiki ambao wameshafika hapa asubuhi ya leo. Bwana, habari za asubuhi? Salama kabisa. Kwema? Kwema kabisa. Tayari umeshafika hapa kwenye jambo lenu hii leo kuja kusikiliza hoja za viongozi kwenye mkutano huu wa mwaka? Tuko tayari kwa mkutano mkuu wa mwaka, tumejiandaa vizuri na imani utaratibu unaenda vizuri, kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo tunatarajia tu kuingia ndani, kusikiliza agenda, kuzichambua, basi tufanye hitimisho. Kumekuwa na mambo mengi ambayo yamekuwa kizungumzwa siku kadhaa nyuma kabla ya tarehe ya leo ambao mkutano rasmi unaenda kufanyika. Pengine kitu gani ambacho unatamani kizungumzwe hii leo na kikafanywa kazi ambacho kwenye matamanio yako kipo? Moja ya vitu ambavyo navitamani kwa kiasi kikubwa ni nguvu moja. Nguvu moja ndio kauli mbiu yetu. Nguvu moja iendelee kudumishwa, na leo tukiwa nguvu moja kwenye mkutano wetu, nafikiri tutatoka na maazimio yaliyokuwa sahihi ya kwenda kuijenga Simba ile ambayo tunaihitaji. Simba ile ambayo itakuwa na mantiki mbele ya macho ya watu. Hivyo yote kwa yote, nguvu moja lazima izingatiwe sana ili tuweze kwenda kuwa salama, tuweze kwenda kuwa bora, tuweze kwenda kufanya vizuri kwenye mashindano ambayo tunaendelea. Mpaka sasa tuko vizuri na tutaendelea vizuri. Nina imani nguvu moja italeta matunda makubwa sana. Mimi nasisitiza nguvu moja leo ifanye kazi. Umesema unasisitiza nguvu moja leo ifanye kazi. Ni kama vile hii nguvu moja ilikuwa inakwenda kupotea ama ilishapotea, au namna gani ambavyo unazungumza kwa kumaanisha hivi? Haijapotea, ila inawezekana ikahitaji kupotezwa. Kwa hiyo lazima tulikemee, lazima tuwe tayari nalo. Tunapoona kwamba kuna sehemu kunaweza kukawa kuna vuja, lazima tukapazibe mapema, si ndio? Kwa hiyo kinachoonekana mpaka sasa hivi, huyu kaongea hili, huyu kaongea hili. Sasa leo ndo tumekutana wana Simba wenye Simba yetu, wenye kufanya maamuzi, si ndio sisi? Basi tufanye maamuzi yaliyokuwa sahihi kwa maslahi mapana ya Simba yetu ya kesho. Ndio maana nasema nguvu moja, tukitoka hapa tuwe na kauli, isitokee nyingine. Kauli ambazo zimekuwa zikitoka ndani ya klabu, mfano siku chache zilizopita Kretus Magoli alizungumza kwamba kuna viongozi ndani ya klabu ya Simba wana tatizo la afya ya akili. Pengine hili kwa leo unaona kuna kitu gani kinakwenda kutokea? Amezungumza Magoli, CEO nani mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, si ndio? Kubwa sana wewe. Kwa hiyo tuache tu kauli yake ifanye kazi. Kama amezungumza hivyo, kuna alichokiona, mimi sijui, yeye ndio yupo huko. Kwa hiyo leo ndio tutaenda kuulizana hapo ndani. Lakini kiongozi mkubwa akizungumza hivyo kwa haraka taswira wewe inakujia nini? Taswira inionyeshi kwamba kuna mambo mazuri yanayoendelea, manake lazima kutakuwa kuna mgongano, na huo mgongano ndio tunatakiwa leo tufanyeje? Tuumalize. Ndio maana mimi nimesisitiza nguvu moja. Kama kuna kibaya ambacho kinazungumzwa pembeni, ikiwezekana wewe Magoli leo aje atuambie hapa. Sijui umenielewa. Aje mwingine atuambie hapa. Haya madukuduku, kama kuna mtu mwenye dukuduku lake nini, tusafishe. Tusiondoke hapa tukaenda kuanzisha tena nini? Makundi hayahitajiki ndani ya Simba. Kuna makundi ndani ya Simba? Wewe umesema Magoli kawataja sijui nani, si ndio? Hajawataja, alisema tu kuna baadhi ya viongozi wenye tatizo hilo. Ndio kashawataja baadhi ya viongozi. Kwa hiyo kama baadhi ya viongozi waliopita wanafanya hili na lile, sasa hivi tunatakiwa tufanyeje? Tuzungumze hapa ndani. Kinyume na hapo tutatoka hatupo salama, tutaenda tena kubomoa. Kama kuna jambo la kuzungumza, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi aje hapo azungumze kwamba jamani, tunaliona hili, tunaliona hili. Mimi na imani tunaenda kujenga ndani. Sawa, shukrani, kila la heri. Asante sana.
Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.